kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Hapa namzungumzia Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior ambaye jana alicheza vizuri vibaya mno pale Morocco, lakini vile vile Shomari Kapombe, Baba Esther, pamoja naye Abdulrazak Hamza, Kibu Dennis pamoja na Yusuf Ali Kagoma. Hawa ambao wako Morocco wenyewe watasafiri moja kwa moja kutoka Morocco kuelekea Misri. Maana yake ni kwamba tutawakuta Misri wakisubiri kuungana na wenzao. Lakini wachezaji wengine ambao walikuwa kwenye majukumu ya timu zao za taifa, hapa namzungumzia striker refu kuliko goli Stephen Desemukwala pamoja na Musa Pinpin Kamara Spiderman, ambao wenyewe walikuwa na kibarua nchini Uganda, tayari wameshawasili Tanzania asubuhi ya leo. Moja kwa moja wanaingia kambini na watakuwa sehemu ya msafara kuelekea Misri kwenda kwenye mechi yetu dhidi ya Al Masry. Ndugu zangu waandishi wa habari na wanasimba kwa ujumla na Watanzania kwa ujumla, tunakwenda kwenye vita kubwa kweli kweli dhidi ya Al Masry. Ni timu ngumu, tunaitambua hivyo, kwa sababu kufika robo finali haijawahi kuwa kazi nyepesi hata kidogo, hasa robo finali ya safari hii ya kombe la shirikisho, ambapo kila timu ni ngumu na kila timu imejipanga vizuri. Nyama tunakwenda kucheza na Al Masry. Hakuna timu ya Kiarabu ama hakuna timu ya Misri ambayo unaweza ukaichukulia poa poa. Ni mpinzani mgumu kweli kweli tunakwenda kukutana naye. Ni mpinzani bora kweli kweli tunakwenda kukutana naye. Lakini iwe iwavyo, safari hii tumejipanga, iwe jua iwe mvua, safari hii tunataka kuvuka kutoka robo finali ambayo tumekuwa na mkwamo nayo kwa takriban miaka mitano. Safari hii tunataka kuvuka na kwenda hatua ya nusu finali. Robo finali zote ambazo tulikuwa tukiishia, tulikuwa tunazichukulia kama sehemu ya mafunzo kwetu. Sasa tumeshajifunza vya kutosha, tumeshapata exposure na experience ya kutosha. Ukimwona Kibu Dennis alivyocheza jana dhidi ya wa Morocco pale Morocco, ni dhahiri shahiri ya kwamba tayari exposure na experience ya kucheza kwenye michuano mikubwa tayari imeshamwingia. Ukiangalia confidence aliyokuwa nayo Yusuf Kagoma, licha ya kwamba aliingia kipindi cha pili, lakini ule utulivu wake katikati ya dimba mpaka Amrabat akasanda akafanyiwa mabadiliko, ni ishara tosha kwamba vijana wetu wameshakuwa na exposure na uzoefu wa hali ya juu sana, na ubora wao huo waliokuwa nao ndio unakwenda kutuvusha safari hii kutoka hatua ya robo finali kwenda hatua ya nusu finali. Lakini kila mwana Simba ni lazima aichukue hii kuanzia sasa, pamoja na mipango na dhamira tuliyokuwa nayo ya kuvuka kutoka hatua hii ya robo finali kwenda nusu finali, lakini haitakuwa nyepesi hata kidogo. Tunakwenda kwenye vita kubwa, tunakwenda kwenye mapambano makali, na ndugu zanguni, kutana na timu zote Afrika hii, usikutane na timu za Misri. Timu ya Misri hata kama inashika nafasi ya 12 kwenye ligi yao, bado inasalia kuwa ni timu ngumu, ni timu bora. Ukiangalia kwenye michuano ya CAF hivi sasa, ni Misri pekee ndiyo ambayo imeingiza timu 4 kwenye michuano ya Afrika. Timu 2 zipo kombe la shirikisho, timu 2 ziko ligi ya mabingwa Afrika. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba wana ligi nzuri, wana ligi bora, na ndio maana timu zao zote 4 zimefanikiwa kufuzu na kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo hakuna mwepesi hapo, awe Zamalek, awe Pyramids, awe Al Masry, awe baba yao Al Ahly. Hiyo mechi ni ngumu kweli kweli. Kwa tunakwenda kucheza na Al Masry tukifahamu ya kwamba tunakwenda kucheza mchezo mgumu usiyomithilika, na inawezekana tangu tumeanza hatua ya makundi na hatua ya kufuzu msimu huu, hii ikawa ndiyo mechi yetu ngumu kweli kweli tunakwenda kucheza. Lakini pamoja na ugumu huu, dhamira yetu ambayo tumejiwekea
safari hii ni kufuzu kwenda hatua ya robo finali, nusu finali, na insha Allah tutafuzu kulingana na ubora tuliokuwa nao. Ndugu zanguni waandishi wa habari, wana Simba na Watanzania kwa ujumla, kikosi kinaondoka tayari, tumetaja tarehe ya kuondoka, lakini tungependa kuwapa ratiba kabisa pamoja na kuwatangazia viingilio ili maandalizi ya wanasimba yaanze mapema kuanzia sasa. Tutakaporejea kutoka Misri iwe ni kazi ya utekelezaji pekee na sio kazi ya kuanza kupeana ratiba. Kumekuwa na sintofahamu kuhusiana na matumizi ama utumiaji wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Nichukue nafasi hii kuwatoa hofu wanasimba ya kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa tayari umeshafanyiwa inspection, kwa maana ya ukaguzi. Maafisa kutoka CAF walikuja hapa wiki iliyopita, wakaenda wakafanya ukaguzi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Bado majibu hayajatoka, lakini wakati wanafanya ukaguzi, mazungumzo mnayozungumza nao wale ambao wanafanya ukaguzi wanakwambia ama wanasema kwamba kuna improvement kubwa baada ya kufanya ukaguzi mara mwisho na ukaguzi ambao umefanyika hivi sasa. Yaani kuna maboresho makubwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Hii ni kusema kwamba iko zaidi ya 100% Simba Sports Club kucheza mechi yake ya robo finali dhidi ya Al Masry tarehe 9 katika dimba la Benjamin Mkapa. Na nyote mnakumbuka msemaji mkuu wa serikali Mheshimiwa Gerson Msigwa alitutoa hofu wa Tanzania ya kwamba Benjamin Mkapa iko tayari, na sisi tuishi humo kwenye kauli ya kiongozi wetu wa nchi ya kwamba Benjamin Mkapa iko tayari, na ndio maana sisi tunafanya maandalizi yote kuelekea Benjamin Mkapa, kwa sababu tuna assurance na mmiliki wa uwanja ambaye ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wana Simba, hatuna muda wa kusubiri, tunafanya maandalizi yetu ya mchezo wetu wa tarehe 9, mchezo wetu wa marudiano kuelekea Benjamin Mkapa. Tuelekea katika mchezo huo, viingilio tunavitangaza kabisa na tiketi zinaanza kuuzwa kabisa kuanzia hivi sasa. Na tunapotangaza viingilio hivi sasa na tiketi hivi sasa, maana yake tunataka watu waanze kununua kuanzia sasa. Mtu asikae akasema ngoja nisubiri matokeo ya kule Misri yatakuwaje. Ya kule Misri matokeo hayapaswi kuathiri kabisa sisi zoezi letu la kuja uwanjani. Matokeo yoyote tutakayoyapata kule Misri dhidi ya Al Masry yawe chachu ya kutufanya tuje wingi katika mechi ya tarehe 9 dhidi ya Al Masry hapa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo viingilio katika mchezo huo, VIP A itakuwa ni shilingi 40,000, VIP B ni shilingi 30,000, VIP C ni shilingi 15,000, machungwa ni shilingi 10,000 na mzunguko ni shilingi 5,000. Tiketi zinaanza kuuzwa kuanzia sasa, maana yake wana Simba tuanze kununua kuanzia sasa. Hii mechi ni mechi ya maana mno kwetu wana Simba, na tunawahitaji sana mashabiki katika mchezo huu.